Mtazamaji, ulikuwa usiku wa mahangaiko na hofu kubwa kwa wakazi wa jiji la Nairobi Ijumaa usiku kufuatia mvua kubwa iliyoonyesha kwa saa kadhaa na kuligeuza jiji la Nairobi kuwa ziwa kuu lenye maji yaliyokuwa yakivuma kwa kasi. Na maelfu ya watu waliokwama na magari kuzama kwenye mafuriko hadi Jumamosi alfajiri. Na Brenda Wanga na simulizi ya uharibifu ulioliacha jiji la Nairobi likiwa chini ya maji. Mwendo wa saa 11 jioni, mbingu zilifunguka kwa hasira jijini Nairobi. Hii haikuwa mvua ya kawaida, ilikuwa ni mafuriko ambayo yalionyesha wazi hali mbaya ya mifumo ya kusafirisha maji ambayo pia ni ya kale. Ndani ya dakika chache tu, Nairobi ilikuwa imebadilika maziwa, vijito na vinamasi. I was supposed to be in the house by 6. But since it began raining, it's now 3 hours, 4 hours. It's almost getting to 4 hours, and it's still raining. It has not yet stopped, and it has really affected my schedule. Wale waliokuwa wanaelekea nyumbani walijipata katikati ya jinamizi. Waliokuwa wameegesha magari kwenye maegesho katikati mwa jiji walipigwa na mshtuko baada ya kupata magari yao yamezama, mali yao ikiharibika na wao kukosa namna ya kwenda nyumbani. But nobody is responding. Since 9 up to now, we are here in the cold. Everything of mine is stuck in the car. I'm rained on. Look, as a mother, I expect them. Barabarani hali ilikuwa ngumu zaidi. Msongamano wa magari uliongezeka kadri mvua ilivyozidi kunyesha, magari mengi yakikwama kwa muda mrefu. Mojawapo ya sehemu zilizoathirika zaidi ilikuwa mtaani South B. Roba Duba nusura apoteze maisha. Because we were seated in the car, all of a sudden water is everywhere, even inside the car. So it took us to save our lives. We lowered the window because we couldn't open the door, so we left through the window. Dereva mwingine alilazimika kukaa ndani ya gari lililofurika kwa saa kadhaa kabla ya kujaribu kuondoka. That was too much. We've tried to get out of the car. We were not able because the flood was too much. And we are here at the midnight, the morning. This is a bit crazy. Waliokuwa wanatembea kwa miguu wakitatizika sana kufuata njia ya kuelekea nyumbani kutoka kwenye barabara zilizofurika. Maji ya mafuriko yaliingia pia ndani ya magari ya abiria. Mafuriko hayakuathiri tu usafiri. Nyumba zilizoko karibu na mikondo ya mito zilifurika. Waathiriwa hawakuwa na nafasi ya kuokoa chochote, huku maji ya mafuriko yakipanda hadi kwenye orofa ya kwanza ya majumba mengi. Wakazi wakikerwa na mafuriko ya mara kwa mara jijini. Maybe the drainage should be done to avoid this because it's been serious for. There is nowhere water is passing. We have a big problem with drainage South B and South C. Yeah, it's a crazy thing. So we need to improve the drainage in Nairobi. Jua lilipochomoza jijini Nairobi, idara ya anga inaonya kuwa mvua zaidi itanyesha. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.